Ndugu zangu wapendwa katika Bwana, watazamaji wote wa GCN, washiriki wa makanisa matawi na watoto wote wa Mungu ambao mnafuata ibada hii kupitia mtandao, ni somo la 59 kwenye kitabu cha Mwanzo. Kwenye kipindi kilichopita nilielezea mambo matatu kuhusu piramidi yanayo washangaza watu. Na kupitia utafiti ambao unaendelea kutokana na wasomi, ukweli wa kushangaza umeweza kutokezea ambayo imeifanya vigumu kuamini ya kwamba piramidi zilijengwa miaka 1400 iliyopita. Na kwa sasa kuna watu wanadai ya kwamba viumbe wa kigeni wenye ustaarabu na maendeleo ya hali ya juu ndio walizijenga. Wanatambua kwamba piramidi zilijengwa na viumbe kupita ufahamu na uwezo wa binadamu, lakini si tunajua huyo aliyezijenga ni Adamu, binadamu wa kwanza. Adam alikuwa na maarifa na hekima kubwa aliyopewa kutoka kwa Mungu. Alisafiri mara kwa mara huku duniani kwa sababu ilibidi atawale dunia pia. Na mbinu za usafiri alizotumia wakati huo ni gari za kuruka zinazojulikana leo kama UFO. Adam na watu wa bustani ya Eden tayari walikuwa natumia mashini za kuruka mara kwa mara zamani hizo za kale, kupita hata kuelewa kwetu. Ilikuwa ni kitambo kabisa, muda ambao hatuwezi kuhesabu. Wakati nilipokea neno la kitabu cha Ufunuo 1984, Mungu aliniambia kwamba kipindi ambacho Adam aliishi kabla kula mti aliyokatazwa, ukihesabu ni miaka mingi isiyohesabika. Na Mungu aliambia Adam akila kwenye tunda la mti wa ujuzi wa wema na mabaya hakika atakufa. Na kwa hivyo hakukula kwenye mti ule mara moja, lakini baada ya miaka mingi isiyohesabika tukio hilo likatendeka, akala kwenye mti ule. Wakati huo wote Adam na Hawa walikuwa na watoto bila kukufa na kuzidi kuongezeka. Kwa hivyo bustani ya Eden si kadogo, kamji kadogo ama kijiji kidogo vile watu wa dunia wanawazia siku ya leo. Baada ya miaka mingi isiyohesabika, Adam na vizazi vingi waliendeleza ustaarabu wao mkubwa kwa hekima waliopokea kutoka kwa Mungu, na basi wakatawala mbingu ya kwanza na mbingu ya pili pamoja. Na Edeni ilikuwa kubwa sana. Edeni ni kubwa kabisa. Aliweza kutawala mbingu ya kwanza na mbingu ya pili kwa hekima alizopokea kwa Mungu. Na Edeni ni kubwa sana, hata haikuhitaji magorofa marefu. Magorofa marefu hayakuhitajika, na hata haihitaji stima. Hata hivyo pale waliunda teknolojia zilizohitajika za hali ya juu sana. Hawakuhitaji magorofa na hawahitaji hata kwa sasa. Na watu wa bustani ya Eden, chochote ambacho wanahitaji kiko pale, na ni teknolojia ya hali ya juu sana. Majengo makubwa marefu yanahitajika huku duniani kwa sababu ardhi huku ni ndogo na watu ni wengi. Ndio maana tunahitaji magorofa. Lakini kwenye bustani ya Eden hawahitaji magorofa marefu. Hata hivyo watu wa Edeni wamekuwa kitumia mashini za kuruka tangu zama za kale za dunia, kitambo sana. Unaweza kisia jinsi gani ustaarabu wao ulikuwa umeendelea. Hebu sasa nielezee jinsi Adam alijenga piramidi kuu. Adam alishusha vifaa vyote vya ujenzi wa piramidi kutoka bustani ya Edeni, na tena maji kutoka mto wa uzima kwenye bustani ya Edeni. Baadaye kwenye somo la leo nitawaelezea jinsi alibeba maji yale na alitumia kufanya nini. Hakutumia vifaa vyovyote vya dunia katika ujenzi wake. Bustani ya Eden ni sehemu ambapo watu, mimea na wanyama wanaishi tu kama huku duniani. Na kama huku duniani, ardhi, miamba, miti na nyasi yanapatikana pale. Sasa Adam
alishusha aje vifaa vingi huku duniani? Aliziweka kwenye UFO na kisha akazileta huku chini duniani. Na kuna UFO aina mingi tofauti tofauti. Ni vile huku duniani kuna wale walipiga picha za UFO. Vile unaweza ona kwa runinga pale. Kuna aina mbalimbali za UFO, picha ambazo zilipigwa UFO tofauti tofauti. Ziko aina tofauti tofauti. Na huku duniani pia kuna ndege za kubeba abiria na kuna ndege zingine za kubeba mizigo, cargo. Na kuna kubwa zaidi, katikati na kuna zile ndogo. Sasa vile UFO pia ni za aina mingi, na miongoni mwao kuna za kusafirisha mizigo mikubwa. Kwa hivyo Adam aliweza kubeba zana na vifaa kwa kiwango ambacho anataka ya kujenga piramidi. Utafiti wa kuvutia unatoa matokeo yanayohusiana na hii ya kusema mwanasayansi fulani alisema simiti ilitumika kujenga piramidi kuu katika eneo la Giza pale Misri. Na jarida la New York Times liliripoti jambo hili Novemba tarehe 30 mwaka 2006, na jarida la Korea pia likarudia tangazo hilo kwenye jarida la Jong'an Ilbo Disemba tarehe 2. Kulingana na jarida hilo, Profesa Michel Bassom wa idara ya sayansi na vifaa vya uhandisi kwenye Drexel University Philadelphia alichapisha habari hii kwenye jarida la Disemba la The American Ceramic Society. Daktari Bassom na wafanyikazi wake walichambua madini yaliyomo katika sampuli kutoka sehemu mbalimbali za piramidi kuu ya Giza. Walifanya uchunguzi wa sampuli kwa darubini, microscope, na kuzilinganisha na jiwe la chokaa, limestone. Na matokeo ni kwamba sampuli zile hazikuingiana na aina yoyote ya jiwe la chokaa huku duniani. Kwa maneno mengine, mawe ya piramidi kuu si mawe ya kawaida ambayo kiasili ni ya duniani. Kulingana na matokeo hayo, wakatamatisha na kusema ikiwa haikuwa jiwe la asili la kawaida, basi ilikuwa simiti ya chokaa iliyotengenezwa kibandia kwa matofali. Ni kwa sababu hawangeweza kuimagine kwamba Adam anaweza shusha vifaa kutoka bustani ya Edeni. Kwa nini Adam akashusha vifaa kutoka bustani ya Edeni? Kwa nini? Adam alijua vifaa vya huku duniani ni vya mwili na hatimaye vitaoza na kuharibika muda unavyopita. Na kupitia tukio la madinosari, Adam aliweza kuhisi tofauti kati ya bustani ya Eden ambayo ni ya ulimwengu wa kiroho na dunia hii ambayo ni ulimwengu wa kimwili. Lakini kabla ya wakati huo alikuwa anaijua tu lakini kiakili. Lakini sasa akadhibitisha kupitia tukio la madinosari. Adam alijenga piramidi kwa kutumia vifaa vya bustani ya Eden, ulimwengu wa kiroho, si vifaa vya huku duniani vya kimwili vya kuoza. Hata hivyo, vifaa alivyoshusha kutoka mbingu ya pili pia vilioza, lakini polepole baada ya maelfu ya miaka mingi isiyohesabika. Iliathiriwa na hali ya hewa, ikachakaa na kupoteza umbo lake la asili tangu lilipojengwa na Adamu. Na zaidi ya hiyo, wakati Adam alitenda dhambi na akafukuzwa kukuja huku duniani, Mungu pia aliondoa nuru ambayo ilikuwa imefunika piramidi zile. Lakini miaka mingi kabla ya hiyo, piramidi zimekuwa zikiathiriwa na mabadiliko ya hali ya hewa ya dunia. Na kasi ya mabadiliko ni polepole kulinganisha na vifaa vya dunia, lakini kwa hakika vilibadilika polepole kidogo kidogo. Huu ndio udhaifu wa vifaa vya mbingu ya pili. Upande mwingine, vya mbingu ya tatu, kiwango cha tatu, havibadiliki hata muda gani upite, miaka ngapi duniani. Hata kama kifaa cha mbingu ya tatu, kiwango cha tatu, kitashushwa huku duniani, hakitabadilika hata kikae huku miaka mingapi, muda gani.
Ni kwa sababu katika kiwango cha tatu, ulimwengu wa kiroho kamili, pale hakuna kitu kinabadilika. Vitu vya kiwango cha tatu, mbingu ya tatu, havibadiliki rangi ama kuoza ama kukufa hata muda gani upite. Ni vitu gani hivyo vya viwango vitatu ambavyo mnajua? Malaika, si ndio? Ya aina moja. Malaika hata kashushwa huku duniani na akae miaka mingi hawezi badilika. Viumbe wa kiwango cha tatu hawaathiriwi na mambo ya mwili. Upande mwingine, cha mbingu ya pili ni roho, lakini bado unaweza ona na uguse. Ni kusema nusu roho na nusu mwili. Kwa mfano, kama Adam angekuja kutoka mbingu ya pili, unataka kuniambia Adam hangeonekana? Basi ni kumaanisha alikuwa ni nafsi hai, alionekana kwa sababu alikuwa amevaa mwili ulioweza kuonekana. Kwa hivyo alikuwa kiumbe hai ambaye aliweza kuharibika na kuoza muda ukipita. Dunia ambayo ni mbingu ya kwanza, kiwango cha kwanza, ni mwili kamili, si roho kamili, mwili kamili. Kwa namna kama hiyo basi, tabia za vitu fulani hubadilika kulingana na mwelekeo wake wa viwango. Hebu nikupe swali. Unaona umbo la piramidi vile iko? Ni mraba kule chini na kuna ukubwa wa aina tatu zinatofautiana kidogo. Sijui kama unaona vizuri. Kwa nini Adam akatengeneza piramidi tatu hivi kwa ukubwa tofauti hivi? Kwa nini? Kuna kubwa zaidi, kuna ile iko katikati na kuna ile ndogo zaidi. Kwa nini? Zote tatu. Unaweza sema ya kwamba kuna piramidi zingine ambazo wafalme walitengeneza pale Giza, lakini piramidi hizi kuu ziko tofauti sana na piramidi zingine kiteknolojia na kiroho, tofauti sana. Iko tofauti na ambayo watu na wafalme walijitengenezea kama makaburi. Vifani tofauti na vipimo tofauti, kila kitu tofauti. Adam alitaka hizi tatu ziashirie Mungu tatu mtakatifu. Adam alisoma maarifa ya roho si kutoka tu kwa Mungu Baba pekee, lakini hata kwa Mungu Mwana na Roho Mtakatifu. Na kwa hivyo alijua kuhusu Mungu utatu mtakatifu kwa kiwango fulani. Adam alitaka kuonyesha kupitia piramidi hizi tatu ya kwamba Mungu tatu mtakatifu ni mmoja, hata kama wako tofauti na majukumu yao pia ni tofauti. Adam alijenga piramidi hizi tatu, kila moja tofauti kwa ukubwa na umbo, tofauti kiasi kwa umbo pia. Kwanza kabisa, umbo la piramidi ni muundo unaosambaa kwenda chini katika mwelekeo wa pande nne kutoka kwenye kilele kimoja kule juu. Inaashiria kwamba Mungu tatu mtakatifu walitoka kwa Mungu mmoja asili. Adam alijenga piramidi hizi tatu kumaanisha kuwa Mungu tatu mtakatifu wapo kama nafsi tatu tofauti. Na zaidi ya hiyo, piramidi hizi tatu zilikuwa tofauti kidogo katika ukubwa na muundo. Hiyo ni kuonyesha utambulisho na huduma ya Mungu tatu mtakatifu zipo tofauti. Adam pia alifunika uso wa piramidi kwa mawe yaliyokatwa vizuri yakaonekana kana kwamba ni kioo. Mwanzoni uso wa piramidi ulikuwa umefunikwa kwa mawe yaliyong'arishwa kama kioo. Nuru iliyotoka kwenye mawe haya yaliyong'arishwa haikuwa nuru ya dunia hii. Iliangaza hadi mbali sana. Nuru kutoka kwenye piramidi ya mawe kama kioo iliangaza, kureflect, na iliweza kuonekana hata kwa mbali sana. Sababu alifanya hivyo, alitaka ionekane hata mtu akiwa mbingu ya pili na ya tatu aweze kuona. Alitaka Mungu akiziona akiwa mbingu ya tatu zikae kama nyota zinazometameta. Wakati huo hakukuwa na binadamu yoyote duniani. Kusudi la piramidi hizi ilikuwa ni kupendeza moyo wa Mungu Baba baada ya tukio la madinosauri.
Kwa hivyo wakati Mungu alitazama piramidi alipokuwa mbingu ya tatu, yeye alifanya ndio Mungu aone kana kwamba ni nyota zinazo metameta. Wana arkeolojia pia wanakubaliana kwa piramidi hapo mwanzo zilifunikwa kwa mawe meupe yaliyosuguliwa na kung'aa kama kioo. Hata hivyo bado kuna kitu moja wanashangaa, ustadi uliotumika, teknolojia ya hali ya juu ilipatikana aje enzi zile za kitambo? Wanashangaa jambo hilo. Na kuna mambo mengi bado ambayo hayajajibiwa, bado ni maswali, na kusema kweli hawatawahi tatua. Kwa bahati mbaya mawe yale kwenye piramidi bado hazipo tena, juu vizazi vya kale waliziondoa zote. Zilikuwa vipande vya mawe laini sana, kwa sababu kiasili vilitengenezwa kwenye mbingu ya pili na vikashushwa chini kupitia UFO na vikapachikwa pale. Na vifaa vya mawe hivi havipatikani huku duniani. Kusudi asili ya Adam ya kujenga piramidi duniani ilikuwa ni ya kujionyesha mamlaka yake na ukuu wake. Alitaka kuonyesha ukuu wake na jina lake, ya kwamba yeye ndiye anatawala na kumiliki mbingu ya kwanza na mbingu ya pili pamoja na dunia hii nzima. Alipanga kujenga piramidi kwa mpango huu akilini mwake, lakini baadaye alibadilisha. Baada ya yeye kujionea tukio la madinosari, alibadilisha mpango wake ndio sasa apendeze Mungu Baba. Kwa urahisi, Adam mwanzoni alikusudia kuumba kitu ambacho kitaonyesha yeye mwenyewe, lakini baadaye akabadilisha iwe ni kitu cha kumpa Mungu. Ukatazama piramidi kuu hizi, kuna sehemu ambazo zinaashiria ukuu na nguvu za Adamu. Niliwaelezea wiki iliyopita kwa nini Adam akabadilisha akili yake hivi. Ya maana sana ni imaanishe, iashirie Mungu Tatu Mtakatifu. Wanyama wake wapenzi aliyopewa walifanya makosa, wakalaaniwa na Mungu, na akahisi huzuni iliyokuwa ndani ya Mungu Baba. Akataka pendeze Mungu kwa namna fulani, ndio maana akabadilisha mpango wake. Hebu sasa tuongee kuhusu muundo wa ndani wa piramidi hizi. Wakati nilitembelea piramidi zile mwaka wa 2004, mimi pamoja na missionaries wangu wengine tuliona piramidi zile kule Giza. Na kutokana na sababu za pale tuliruhusiwa tu kuingia kwenye piramidi ndogo zaidi kati ya zile tatu. Na niliweza kuhisi nguvu ya kiroho kona zote za zile piramidi, na nikahisi imeshikanishwa na nafasi ya kiroho. Na wakati macho yangu ya kiroho yalifunguliwa, niliweza kuona kuta za ndani zimezungukwa na kitu kama kioo. Na pia kulikuwa na barabara ya nuru iliyoishikanisha piramidi hiyo na ufalme wa mbinguni. Na kuta zake zilibeba sauti mbalimbali, sauti za siku zile piramidi zilipokuwa zikijengwa. Na baadhi ya kuta zilikuwa na maandishi meupe yaliyochongwa juu yake. Na ilibuniwa kwa namna ya kwamba maandishi yangegeuka kwa rangi ya kijani kibichi yakiguswa na maji ya uzima wa milele. Sijui kama mnaona tukio hilo, ndio hiyo hapo. Maji ya uzima yakigusa ukuta, maandishi yanabadilika kuwa rangi kijani kibichi. Maandishi yale yanahusu siku 6 za uumbaji za Mungu. Maandishi ambayo unaona pale ni maandishi ya mbingu ya pili, si maandishi ya huku duniani. Ukitazama vitabu vya huku duniani, maandishi unasoma kutoka upande wa kulia ukienda kushoto, na kutoka juu ukienda chini, ndivyo tunasoma. Lakini ile ni tofauti, ni maandishi ya mbingu ya pili. Kuna wale wameenda hawajaona maandishi ya mbingu ya pili. Hayo ndio herufi ambazo zinatumika mbingu ya pili. Na Adam alijaza pale kwa maji ya uzima alipokuwa na jenga piramidi. Sasa yale maandishi yanaelezea nini? Yanaelezea nini yale maandishi? Yanaelezea kazi za uumbaji wa Mungu. Mungu alisema ya kwamba alielezea kazi za uumbaji za siku 6 kwa undani sana. Alimuelezea Adam wakati alikuwa anajenga piramidi. Mungu alimuelezea kazi za uumbaji kuanzia siku ya kwanza hadi ile alipumzika. Adam aliposikia ikamgusa, akataka aiandike kwenye ukuta. Juu Mungu alikuwa anataka Adam
ahisi upendo wake kupitia maelezo yale, ndio aliguswa na akaandika kwenye ukuta. Sasa aliandika hivyo na kuweka maji ya uzima pale, ndio rangi badilike na ionyeshe. Na kuna mengine makubwa ya kuvutia ndani ya piramidi pia. Kuna vyumba vingine kama chumba cha mfalme, kuna kingine kinaitwa chumba cha malkia, na kuna njia za ndani pale. Kwenye chumba ambacho kinaitwa chumba cha mfalme, kuna kitu kinakaa kama jeneza la jiwe. Jeneza la jiwe linapatikana kwenye sehemu inaitwa chumba cha mfalme. Na tangu ndani ya chumba cha mfalme kuna kitu kama jiwe la jeneza la jiwe, na tangu lilipatikana likiwa tupu, halina chochote ndani. Urefu wake ni mita 2.27 na inasemekana unapochimba kwenye udongo utapata chumba kingine na jeneza, na upana wake ni mita 0.98 na urefu ni mita 1.05. Na jeneza hili kubwa la jiwe lilitengenezwa kwa granite. Na si ati ilishikanishwa na glue, hapana. Ilichongwa na kisha ikachimbwa, ikatengeneza kitu kama shimo, ndio ikakaa kama jeneza. Sasa kama ushaikula tofu, inakuwa laini, unakata kwa rahisi. Sasa jiwe kama hili limetengenezwa na granite nzito, haiwezekani kuamini ya kwamba ilifanywa na Wamisri, watu wa dunia hii. Ndio kwamba uikate ngumu kama graniti, walifaa kuwa na kifaa ngumu zaidi ya graniti, lakini hakukuwa nyakati hizo. Na ujue ni nzito na ni nene, na ujazo wa ndani unatofautiana na ule wa nje, na ujazo wa nje ni mara 2 zaidi ya ndani, mara 2 kabisa. Kwa nini Adam akatia jeneza ndani ya piramidi kuu? Kwa nini akatia jeneza pale? Adam alifika kujua kuhusu kifo, na akatumia jeneza kueleza dhana ya kifo. Tofauti na mbingu ya pili, Adam aliona ya kwamba duniani mimea na wanyama wanakufa baada ya kipindi cha maisha kuisha kulingana na sheria ya mazingira. Na zaidi ya hiyo, yeye mwenyewe alijionea madinosari wakitoweka. Sasa akajua kuhusu kifo zaidi. Kwa hivyo Adam alipata mawazo mazito na ya kina sana kuhusu kifo, na Mungu akamwelezea pia. Sasa kwa kutengeneza jiwe hii, jeneza hili la jiwe ndani ya piramid, alitaka kuonyesha anajua kuhusu kifo. Sasa kuna njia pale ndani ya piramidi, ni za nini? Kuna njia, barabara, ni za nini? Lakini unaweza ona njia zile hazijajengwa ati ndio binadamu apite pale, atembee pale, hapana. Juu urefu wa kiingilio ni mita 1.19 na upana wake ni mita 1.04. Ukaangalia vipimo vile, si rahisi binadamu apite kwa uhuru. Kwa hivyo havikutengenezwa kwa ajili ya binadamu. Na kando na hiyo imeinamishwa chini degree 26 na kwa mita 105, na hakuna stairs pale za kupanda. Njia zote hazina stairs, hazina ngazi. Na kuna njia 4 ambavyo vipimo vyake ni sentimita 23-22. Wanasayansi wanadai ya kwamba zilikuwa zinatumika kama mifereji ya kupitisha hewa, lakini walituma robot pale wakapata kuna vizuizi vingi pale. Sasa swali bado ni, njia hizi ndani ya piramidi kuu zilikuwa ni za nini? Hazikuwa njia za binadamu, bali zilikuwa ni njia za maji kupita. Hapo mbeleni nimewaambia kulikuwa na chumba ambacho kilijazwa na maji ya uzima kutoka bustani ya Edeni. Kulikuwa na chumba ndani ya piramidi kuu pia ambayo ilijazwa na maji ya uzima. Ndio nasema njia hizi za maji zilijengwa ndio maji kutoka bustani ya Eden iweze kutiririka na kuingia kwenye chumba kile ndani ya piramidi kuu. Na by the way,
Maji kutoka bustani ya Eden si ati ilisafirishwa kupitia UFO, hapana. Na tena si kama siku za Nuhu, siku ambapo malango kule mbinguni yalifunguliwa na maji yakamwagika, si hivyo. Kulikuwa na barabara ya kiroho ambayo ilifunguliwa pale ndani ya piramidi na ikashikanisha maji kutoka bustani Eden ikaingia ndani ya piramidi. Na wakati njia ile ilifunguliwa ya kiroho, maji yalitirika kutoka bustani Eden na kuingia ndani ya piramidi. Kwa namna hiyo basi, ndani ya piramidi kulikuwa na njia za kushikanisha bustani ya Eden, ulimwengu wa kiroho na piramidi. Ndugu zangu wapendwa, wakati Adam alijenga piramidi hakufanya kazi peke yake. Chini ya maagizo yake, vizazi vyake walimsaidia katika ujenzi. Na zaidi ya hiyo, makerubi wa bustani Eden pia walikuwa wa msaada mkubwa sana. Na kwa hivyo piramidi zilijengwa kwa muda mfupi kabisa. Baadhi ya wanasayansi wanadai ya kwamba mamia ya maelfu ya watu walitumika kufanya kazi zaidi ya miaka 20 ndio piramidi kuu ijengwe. Ndivyo wanadai. Ni kweli ya kwamba ujenzi ulichukua zaidi ya miaka 20, lakini ni kulingana na maarifa ya kibinadamu ni kweli. Hata hivyo, bado kuna sehemu mingi ambazo hazieleweki, kama vile kusema jiwe moja ni kilo 2500, ilisafirishwa aje na kutoka wapi na ikapangwa kwa uzuri kiasi gani? Hawawezi jibu hiyo. Hawana majibu yoyote, hata wanatafiti namna gani jinsi yale mawe yalibebwa, yalitoka wapi, nani alizikata kwa usahihi vile. Hata kwa teknolojia ya leo, kujenga piramidi kama hii ingehitaji ustadi wa hali ya juu. Na zaidi ya hiyo pia, wakati ule hakukuwa na ndege. Wanasayansi wengine wanaamini ya kwamba pengine ilichukua miaka 30 kukata, kungarisha na kusafirisha zaidi ya mawe milioni 2.3 ambayo ilitumika kujenga piramidi kuu. Sasa mimi nasema, kama bidii ya binadamu ndio ingetegemewa peke yake bila teknolojia za juu za ujenzi, basi vile wanasema ingeingiana, ingekuwa kawaida, ingeleweka miaka 30. Lakini hakuna jibu sahihi kwa swali la kuuliza, hao watu walichimba aje mawe, walibeba aje, walikatakata aje, walizipanga aje? Kazi ambayo haiwezekani hata kwa teknolojia leo. Ingewezekana aje maelfu ya miaka iliyopita? Ni swali ambalo hawajaweza kujibu. Si rahisi, hata wafanye utafiti mara ngapi hawatapata. Ukweli ni kwamba haikuchukua muda mrefu kama Adam alijenga. Haikuwa kazi ngumu kwa Adam kujenga piramidi kwa maarifa na teknolojia za mbingu ya pili. Kwa macho ya watu wa dunia, muundo na ujenzi unakaa ni ngumu na ya kuchanganya sana. Teknolojia ni tofauti wakati unajenga ghorofa kubwa na nyumba ya kawaida. Ukijenga ghorofa kubwa utahitaji teknolojia za juu sana. Kwa macho ya wale wanajenga tu nyumba kadogo, akiona mtu anajenga ghorofa ndefu, atawazia na huyu ni mtu wa kuajabisha sana. Juu yeye hana uwezo kama ule. Hata hivyo, watu ambao wameshajenga maghorofa mengi marefu wako na ujuzi na wanajua jinsi ya kufanya bila ugumu wowote. Watu wanaweza chukulia piramidi za ajabu wakizitazama kwa mtazamo wa maarifa ya dunia. Lakini kwa Adam ambaye maarifa yake yalikuwa ngazi ya juu zaidi ya hii dunia, ujenzi ule haukuwa kitu kwake. Piramidi pia zilitumia maarifa ya hesabu ambayo watu wa kitambo hawakuwa wamejua bado. Lakini maarifa haya si ngumu kwa watu wa bustani ya Eden, ulimwengu wa kiroho. Kwa mfano, mwanafunzi wa shule ya upili anaweza suluhisha hesabu ya shule ya msingi kwa rahisi sana. Hesabu ya shule ya msingi ni rahisi hata kwa wale ambao wanaanguka sana kwa mtihani shule ya upili. Watasuluhisha haraka sana ya shule ya msingi. Sasa kiwango cha hekima na maarifa na hekima ya dunia hii na ulimwengu wa kiroho ni tofauti sana. Kwa hivyo kitu ambacho ni kigumu kwa mtazamo wa kimwili, kwa mtazamo wa kiroho ni kitu rahisi sana.
Hebu tuseme umeenda kwenye uwanja wa kandanda na rula yako ya sentimita 15 unaenda kupima urefu wa uwanja. Ni vigumu sana na utachukua muda mrefu, lakini ukiwa na rula ya mita 1 na upime, utaokoa muda mwingi na utafanya kazi kwa urahisi zaidi. Basi ujenzi wa piramidi si kitu kwa Adam, lakini kwa binadamu ni kubwa. Wanasayansi wamepata kwamba kipimo ambacho kilitumika kujenga piramidi ni ya kipekee sana. Kipimo kingine kipya cha kushangaza ambayo iko tofauti sana na vipimo vya sasa ilizidi kutumika wakati huo, na kipimo hicho cha kupima ambayo ilitumika kujenga pyramid inaitwa pyramid inch. Na by the way, pyramid inch moja inahusiana na urefu wa dunia. Urefu wa dunia ni kilomita 6,370. Hiyo ni mara milioni 10 ya hii ya piramidi. Piga mara milioni 10 utapata urefu wa dunia. Alafu pia urefu wa piramidi inahusiana na urefu kati ya dunia na jua. Basi nashangaza kiwango cha juu cha mfumo wa hesabu kilichotumika katika kuunda piramidi hizo. Na ukiangalia watu wa zamani hawangeweza kufanya hesabu kama hizi zote. Hata kama zingejengwa miaka 1400 iliyopita, ni mawazo tu. Hesabu hata ziko zimegunduliwa nyakati hizo. Watu hawakujua kuhusu pi na geometry, hawakujua. Kwa kutazama tu hiyo pekee unaweza ona piramidi kuu haikujengwa maelfu ya miaka iliyopita na wa Misri, hapana. Na umbali kati ya piramidi na jua pia iliingiana vizuri. Sasa watu wa zamani wa Misri walifanyaje hiyo? Hawangeweza. Na pia zimepangwa pia kwa pembe, mwelekeo sahihi kuelekea nyota ya kaskazini. Piramidi 3 za Giza zilijengwa kitambo na Adamu ambaye alikuwa na ustaarabu na maendeleo ya hali ya juu sana. Wakati ujao nitaelezea nini kilifanyika baada ya Sphinx na piramidi kukamilika kujengwa. Katika somo la leo nimeelezea jinsi Adam alijenga piramidi na kwa nini alizijenga kwa umbo hilo. Teknolojia iliyotumika kujenga piramidi inakaa ya ajabu sana na ya kipekee kwa watu wa dunia hii. Lakini kwa Adam ambaye alikuwa na maarifa na hekima ya juu, haikuwa kitu kwake, haikuwa kitu kigumu. Wakati huo Adam alikuwa kiwango cha pili, kinyume na watu wa kiwango cha kwanza. Lakini sisi tunapokuzwa, tutakapomaliza maisha duniani, tutakuwa viwango vya 3, si kiwango cha pili. Na ukaingia roho na roho kamili, utafurahia maisha ya kuwa kiwango cha 3 hata ukiwa huko duniani. Na kwa hivyo hata kwa imani, kwa kumwamini tu Mungu mwenye nguvu zote, utaweza kupokea nguvu na hekima za kule juu mbinguni, si za dunia hapa. Ndio maana Bwana wetu Yesu akasema kwenye Marko 9:23, yote yawezekana kwake yeye aaminie. Na tena amesema kwenye Marko 11:23, amin nawaambia, mtu yeyote atakaye uambia mlima huu ng'oka ukatupe baharini, wala asione shaka moyoni mwake, bali aamini kwamba hayo asemayo yametukia, atatimiziwa. Hivi ndivyo Mtume Paulo ambaye alielewa kanuni hii ya imani angeza kusema kwenye Wafilipi 4:13, na yaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Ni kumaanisha kila kitu kinaweza kufanyika, bora tu haijatoka nje ya mapenzi ya Mungu. Ya muhimu sana ni isitoke nje ya mapenzi ya Mungu. Bora tu iko ndani ya mapenzi ya Mungu, basi unaweza fanya kila kitu. Natumai na we pia utafanya usemi huu wa ujasiri. Hata kama tunaishi ulimwengu wa kimwili na mwili huu, basi na sisi tujue tuko wenyeji wa mbinguni, tumezaliwa kama watoto wa Mungu, tumezaliwa upya kwa Roho Mtakatifu. Kwa hivyo tuko juu zaidi ya Adam ambaye aliishi mbingu ya pili.
Kwa hivyo usisahau hiyo, ikumbuke kila wakati. Na naomba kwa jina la Bwana ya kwamba utapokea hekima ya kiroho na nguvu ya kiroho kutoka juu, na uishi maisha ya baraka pale ambapo hakuna kitu hakitawezekana, na utafanikiwa kwa yote.